Like video hii alafu subscribe. Kabla ni kujuze yote, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ama kuwa utakuwa na mpango wa kujitoa katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Haya yanayofanyika yanamweka Rais Trump njia panda kiasi gani? Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu sana katika mjadala huu ambao tunauweka mezani juma hili, nikiwa hapa na Godfrey Mchungu ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Godfrey, karibu sana. Asante sana. Lakini pia kutoka kule Washington nchini Marekani tunaungana na Abdushakur Aboud ambaye ni mwandishi wa habari mwandamizi, naye atatuambia yale ambayo yanatokea huko na tafsiri yake ni. Lakini awali yote, Abdushakur, hebu tueleze hiki kilichofanywa na Marekani kwa maana ya azimio hili la kuzuia vita vya Iran linasema nini hasa, kwa ufafanuzi wake? Asante sana kwa kunikaribisha tena. Kwa hakika ni azimio ambalo kawaida hupitishwa na bunge ambalo linajulikana kama the war law, ambayo inatoa idhini au inamkatalia rais kuweza kupeleka jeshi la Marekani katika vita. Kwa hivyo katika sheria hasa ni kwamba rais kabla ya kwenda vitani analazimika kuliambia bunge au kuliomba bunge kutoa idhini kwa rais kupeleka wanajeshi wa Marekani katika nchi za nje katika vita. Sasa Rais Trump katika vita hivi alipoanzisha mwezi wa Februari, neno hilo limekuwa likitumika sana kiasi kwamba kwa baadhi ya watu limejua neno duru nyingine ya mazungumzo kati ya Iran na mataifa magharibi ambayo yamekosoa na yametaja kuwa ni matamshi yasiyokuwa na tija. Sasa baada ya zaidi ya miongo miwili ya mazungumzo na kufuatilia mizozo miwili ya kijeshi katika mwaka uliopita, majadiliano ya vita na mazungumzo yamekuwa yakizingatiwa zaidi kuliko hapo awali, kiasi kwamba siku moja uvumi kuhusu makubaliano na kuanza tena kwa mazungumzo umefufuliwa. Na saa kadhaa baadaye, maafisa kutoka pande zinazozozana wanazungumzia uwezekano wa kiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano, utayari wa kijeshi na uwezekano wa mapigano kuzuka upya. Masoko pia yanaonekana kupanda na taarifa zinazojirudia kuhusu mazungumzo, ingawa kauli za maafisa wakuu akiwemo Donald Trump bado zinaweza kuathiri soko la mafuta, thamani ya sarafu na bei ya dhahabu, kwani huathiriwa na taarifa kama vile makubaliano yanakaribia kufikiwa. Hata hivyo, matukio yasiyotarajiwa au taarifa muhimu za maafisa wakuu bado zinaweza kusababisha mabadiliko makubwa. Mazungumzo hayo yamekuwa na hekaheka zake tangu kuafikiwa kwa makubaliano ya usitishaji wa mapigano mnamo Aprili 9. Lakini pengine muhimu zaidi kuliko mazungumzo yenyewe ni masimulizi yanayotofautiana na mitazamo tofauti, ikiwa ni pamoja na nani anatoa uamuzi wa mwisho, lengo halisi la mazungumzo hayo ni nini, na ni kwa kiasi gani Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itakuwa tayari kuafikiana au kubadili msimamo wake. Kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika vyombo vya habari vya Iran na mitandao ya kijamii katika wiki za hivi karibuni kimetafsiriwa na baadhi ya waangalizi kama mfano wa mapambano ya kimkakati. Katika wakati huu, vyombo vya habari vilivyo karibu na serikali na baadhi ya maafisa katika serikali ya Iran vimesisitiza kwamba Tehran haiko tayari kwa maelewano, bali iko katika nafasi ambayo inaweza kuwasilisha masharti yake yenyewe katika mazungumzo. Ibrahim Aziz, mkuu wa kamati ya usalama katika bunge, aliandika kwenye mtandao wa X mnamo Juni 29 kwamba Trump anapaswa kujua kwamba Iran kama mshindi na itaamua masharti ya mazungumzo, fedha kwa fedha, mkopo kwa mkopo, bila kwa bila, aliandika. Kipengele kingine muhimu kuhusu mazungumzo ni kuzingatiwa kwa masharti ya uongozi, mistari mekundu iliyowekwa na Mujtaba Khamenei. Hii pia inaashiria kuwa sehemu kubwa ya matukio yanayozingatiwa katika vyombo vya habari ni kusisitiza msimamo wa uongozi wa nchi, kwamba ukiukwaji wowote wa kile kilichofikiwa kwenye makubaliano unaweza kutafsiriwa kama uvunjaji wa makubaliano au kuvunja dhidi ya vita dhidi ya Iran. Nafahamu kabisa kwamba vita Iran inatajwa kwamba amesukumwa dhidi ya Netanyahu, kulikuwa hakuna malengo ya ususi katika nchi ya Iran. Kwa hiyo kwa kweli unaona kabisa kwamba baraza limeamua kupiga kura ili kuhakikisha kwamba wanaenda kulinda demokrasia, kulinda misingi, kulinda utaifa na kulinda masuala ya msingi ya nchi ya Marekani. Shakur, Mchungu bila shaka umemsikia vizuri katika maelezo yake. Amegusia pia ule uamuzi wa pili ambao, ukiacha ule ambao umegusia swala la vita vya Iran, lakini ule mswada ambao sasa unataka kupelekwa kwa misaada kule Ukraine, lakini pia kuweka vikwazo kwa Urusi na swala la mkakati ama mpango wa kujitoa katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Katika mswada huu wa pili tunaona kwamba katika kura 226 ambazo zimepigwa, takriban 20 zinatoka kwa Republican ambao ni chama cha Trump. Hapa ni wengi kuliko katika azimio la kwanza. Wa Republican wanataka kusema nini kinaendelea ndani ya chama chao?
Kwa hakika Republican hivi sasa kuna mvutano mkubwa. Chama chao kinakumbwa na matatizo kutokana na hatua za Rais Trump. Kama tunavyojua, tangu Rais Trump kuingia madarakani, baraza kuu au tuseme bunge kwa ujumla limekuwa likimruhusu kufanya kila kitu anachotaka, hasa wale ma Republican. Lakini sasa kuna mambo mawili. Kuna hali kwamba umashuhuri wake au tuseme utendaji kazi wake uko chini kabisa katika mambo mengi hapa Marekani, na pili kuna uchaguzi wa katikati ya mhula. Sasa katika uchaguzi wa wale ambao umeshaanza hivi sasa, tumeona kwamba Trump ameweka wabunge wagombea wepya kuwaondoa wale wabunge waliokuwepo ambao walikuwa kimpinga kwa kiasi fulani. Tuseme kati ya hao 20 kuna nusu wameshaondolewa, wanajua kwamba Novemba hawatorudi. Kwa hivyo wameona kwamba afadhali tufate sheria, tuweze kupitisha sheria ambazo hazikiuki katiba. Kwa hivyo mvutano uliopo ndani ya chama ni kwamba wale wafuasi sugu wa Trump wangali wanamuunga mkono, lakini wale ambao walikuwa katika upande ambao walikuwa wanamuunga mkono kwa sehemu fulani, hivi sasa wanaona hapana, kuna hatari, tunakwenda katika uchaguzi, wananchi hawakubaliani na sera zake. Kwa hivyo kila mtu anaanza kujivutia kando, na ndio maana tumeshuhudia kwamba wa Republican polepole wameanza kutanabai kwamba kile walichokuwa kifanya kina hatari zake. Kwa hivyo uchaguzi wa Novemba unaonesha, kutokana na uchunguzi wa maoni uliofanywa katika sehemu mbalimbali, chama cha Republican kitapoteza viti vingi na kitapoteza udhibiti wa baraza la Senate na udhibiti wa baraza la wawakilishi. Kwa hivyo wa Republican wameanza kuingia hofu na kwamba tukikubaliana na sera hizi tutakosa kura tunazozihitaji, kwamba lazima tufahamu kwamba Wamarekani wanapinga vita vya Iran. Marekani wanataka kwamba vita kati ya Ukraine na Russia vimalizike. Trump alipoingia madarakani alisema ataimaliza katika siku moja, na sasa ni mwaka mzima ameshindwa, na alikuwa anapinga kupelekwa kwa msaada wa Marekani huko Ukraine kwa sababu alikuwa na urafiki karibu na Russia. Kwa hivyo hivi sasa wa Republican wananchi wanasema lazima tupeleke msaada kwa Ukraine, ilikuwa inapitia nchi za Ulaya, ndio maana wamepigia kura hiyo. Naam, Mchungu, wakati haya yanatokea na wabunge wanajaribu kuonyesha taswira kwamba kuna kitu nakitaka kutoka kwa rais wao, haijalishi wanatoka chama gani, na wakati mijadala inaendelea nchini Marekani, Wamarekani wanatoa maoni yao, lakini unaweza kusema ni kama Trump pia hajali, kwa sababu wakati inapitishwa ule muswada wa kuzuia vita kuendelea kule Iran, Trump mara moja alinukuliwa akisema kwamba wakati nikiwa kwenye makubaliano ya mwisho, ni wabunge wa aina gani hawa wanafanya kitu kisicho cha kizalendo? Anaona sio wazalendo, hata haijalishi wanatoka kwenye chama chake cha Republican au Democrats. Kabisa, na ukimtazama Trump kipindi anaomba kura katika urais, alikuwa amejitabaisha kwamba anakuja kuwa ni msuluhishi wa changamoto za kiulimwengu, na tangu kwa mfano alivyoanzisha kuchukua vita dhidi ya Iran, ameweza kutoa kauli tofauti, mwanzo wa vita, wakati wa vita, hata kwenye kipindi cha mazungumzo. Amesema kwamba tumeweza kuyashinda majeshi ya Iran, mara akasema kwamba anahitaji kuhusishwa katika kuhakikisha kwamba na katika kuhusishwa kuchaguliwa kwa ayatollah mpya katika nchi ya Iran. Kwa bado ukitazama amekuwa akijaribu kutoa kauli mbalimbali ambazo kimsingi zimekuwa hazieleweki, lakini ukitazama ni kwamba Wamarekani kutazama katika kinachoitwa opinion poll, yani maoni ya umma, wengi wamekuwa kwamba huu sio wakati wa vita. Maana ni kwamba vita ukitazama imeenda kupelekea moja, kupanda kwa gharama za maisha, lakini la pili, kuna vyama ambavyo vinaitwa vyama vya kiafidhina vimekuwa vikishindwa katika nchi za Ulaya, na hiyo inakuonyesha kwa mfano hata katika uchaguzi kwa mfano Uingereza, chama kwa mfano cha Labour, chama cha Conservative, vyote viliweza kupoteza uchaguzi kwa sababu vyama vyao vilichukua mtazamo wa tofauti dhidi ya maoni ya umma. Kwa hiyo hiki ambacho anachopitia Trump, moja ni shindikizo kubwa zaidi la kisiasa, lakini la pili ni shindikizo kubwa zaidi la sera za kimataifa, kwa sababu ukimtazama Trump kwa hii miaka miwili ameshughulika sana na mambo ya kimataifa, vita ya Ukraine, vita vya Iran, vikwazo katika nchi za Kiafrika, Venezuela, Greenland, kwa hiyo kabisa Gaza. Kwa hiyo wengi wanaona kabisa kwamba ameacha kuzingatia masuala ya msingi ndani ya nchi ya Marekani. Kwa ameshindwa kuisimamia MAGA. na ukitazama MAGA kifalsafa, of course alisema kwamba ni mkakati wa kuhakikisha kwamba
kuifanya Marekani kuweza kuwa na nguvu tena. Ukitazama kokote ambao kimsingi ameenda ameweza kupata ukinzani. Cha kwanza, unafahamu walivyoenda kwa mfano kwa Maduro, wengi walisema kwamba ameweza kuvunja sheria za kimataifa, ameweza kuingilia uhuru wa nchi nyingine. Lakini la pili, alivyoenda kwa katika nchi ya Iran, wengi wamesema kwamba malengo ya vita, tangu wa vita, wakati wa vikwazo, bado malengo ya Marekani hayajaweza kutimia. Kwa unaona kabisa kwamba hatua zake, alikuwa ni kiongozi ambaye atafuta umaarufu, lakini umaarufu wake haujaweza kumlipa kisiasa. Maana ni kwamba sasa kulikia kuna uchaguzi, ana hofu dhidi ya wananchi wa Marekani. Na Novemba si mbali. Shakul, awali katika mazungumzo yako na uchambuzi wako, tukiangalia maamuzi haya yaliyofanywa na Baraza la Wawakilishi, umesema sasa kinachofuata ni hatua ya Baraza la Senate, lakini ukasema huko inawezekana kukawa na kazi kidogo. Tupitishe hapo. Naam, kwa hakika manake baraza la Senate linashikiliwa na wa Republican. Kuna wa Republican 51, 49 wa Democrat. Kwa hivyo kuweza kupitisha chochote itabidi wavutie wa Republican wa kutosha kama 3 wa 4. Huko vile vile wanaweza kupitisha, lakini tatizo la baraza la Senate ni kwamba wanahisi wakimwondolea rais mamlaka ya kuweza kuendesha vita, hali itakuwa ngumu zaidi. Lakini kule katika baraza la Senate kuna vile vile mivutano mbalimbali ambayo inaonekana kwamba wanajaribu kumlinda rais, na kule kuna wabunge wengi zaidi ambao wanaogopa vile vile kupoteza nafasi zao. Manake Trump ameonyesha katika uchaguzi huu wa awali unaotokea, kila mgombea kimweka anapata ushindi. Kwa hivyo watu wanaogopa kwamba bado wanahitaji nguvu zake, ingawa baraza la Senate katika uchaguzi wa Novemba ni 1/3 tu ya wabunge hao au maseneta hao wanagombania viti vyao. Kwa hivyo hali katika baraza la Senate ni tofauti kabisa, lakini inasemekana, kuna habari ambazo za ndani ni kwamba baraza la Senate linatayarisha mswada mkali zaidi kuliko baraza la wawakilishi ambalo litapitishwa wiki ijayo, halafu inabidi lirejeshwe katika baraza la wawakilishi, kwa sababu lile azimio la wiki hii lilopitishwa na baraza la wawakilishi haina nguvu za kisheria. Kwa hivyo Senate inatayarisha mswada mwingine wenye nguvu wa kisheria ambao utamlazimisha sasa Trump kufikia hatua ya kutumia kura yake ya turufu kupinga azimio hilo. Kwa hivyo wao wanapitisha au wanatayarisha sheria ya mswada wa kisheria ambao utakuwa na nguvu zaidi kuliko ule wa baraza la wawakilishi. Sawa, Shakur, asante sana kwa uchambuzi huo. Ni Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anazungumza nasi akiwa Washington nchini Marekani, lakini